haki inaendana na wajibu. Tunaelewa ndugu zangu? Mwanamke hutakiwi kutoa taarifa, unaomba ruhusa. Tunasema mume wangu natoka naenda kwa mke wa Ligongo hapo. Hapana. Kama una shughuli kesho, leo unamuomba kibali mume wako. Mume wangu samahani, kesho Mheshimiwa Dasa na kikao na akina mama, ikikupendeza mume wangu, ikirizia naomba niruhusu niende. Wanaume mwingine anaweza akanyamaza sikujibu. Ina maana hujasikia, sasa naenda. Utakao ulifanya lifanye. Wewe usitishe mwanaume. Yaani wewe ukitangaza safari zangu tu. Yaani wewe sijui ukoje. Yaani wewe unazurura, mbona unarudi saa 8 usiku? Usijilinganishe na mwanaume. Ukishaomba ruhusa haja kujibu, nyamaza, anatafakari. Kesho yake mwambie mume wangu kazi njema, lakini kwa kuwa hujanijibu lile swala la kikao kwa Mheshimiwa Dasi, sitoenda, nitabaki. Utasikia mke wangu samani nilisahau, nenda, lakini wahi kurudi, hakikisha umeacha watoto vizuri. Sio namwambia sio umeondoka, naondoka na mimi sasa, tuone utakayoifanya. Usimtishe mwanaume. Mwanaume ni serikali. Mwanaume ni mamlaka. Ili tuwapende, tunatakiwa kututii na kutuheshimu. Sio mume amefika nyumbani, mlango umefunga, huko kwa mama Maimuna unapiga umbea. Yule dada alivaa nguo ya siku ya wanawake. Basi nakwambia umbo lake lilivyokuwa. Sina nikamshonea. Hata anatuaibisha jamani. Sange wewe umekuwa ni mfundi wa kuchunguza mishono ya kina mama.